Saa chache kabla ya kumalizana na Raja Casablanca ya Morocco, kocha Fadlu Davids hatimaye ameamua kuvunja ukimya kuhusu tetesi zinazoendelea kusambaa kwa muda mrefu zikimhusisha na Yanga, akitoa kauli ambayo imezidi kuchochea uwepo wa dili hilo. Jina la Fadlu limekuwa likitajwa kama mmoja wa makocha wanaopewa nafasi kubwa ya kuinoa Yanga msimu ujao baada ya klabu hiyo kuanza mchakato wa kutafuta kocha mkuu baada ya kuondoka kwa Pedro Goncalves. Inaelezwa viongozi wa Yanga walivutiwa zaidi na uwezo wa Fadlu walioushuhudia alipokuwa akiinoa Simba Sports Club msimu 2024-2025 hasa katika michuano ya kimataifa, na aliiongoza timu hiyo katika msimu wake wa kwanza kufika fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Katika safari hiyo Simba ilionyesha soka la kuvutia na nidhamu kubwa ya kiufundi, jambo lililomjengea heshima kubwa miongoni mwa viongozi na mashabiki wa soka nchini, na kutokana na kutokuwa na timu kwa sasa inafungua njia kwa Yanga kukamilisha vyema mchakato wa kumnasa kocha huyo. Kwa sasa Yanga ipo chini ya kocha wa muda Abdelhamid Mwalin ambaye amekabidhiwa jukumu la kuiongoza, wakati uongozi ukiendelea kufanya tathmini ya kocha atakayechukua mikoba muda mrefu. Mmoja ya chombo cha habari kilimtafuta kocha huyo ili kujua msimamo wake kwa sasa, na alisema baada ya kumalizana na Raja Casablanca ambayo ameiacha ikiwa nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu Morocco ikiwa na pointi 42 katika mechi 23, ameamua kwanza kurejea nyumbani Afrika Kusini kwa ajili ya mapumziko kabla ya kufanya uamuzi kuhusu hatua inayofuata. Nikimnukuu amesema anahitaji mapumziko kwanza, baada ya muda tutaona nini kitatokea. Matokeo yasiyoridhisha ndani ya Raja Casablanca yamechochea pande hizo kumalizana kabla ya muda, licha ya kwamba msauzi huyo alikuwa na mkataba wa miaka 2, jambo lililofungua mlango kwa Yanga ambao awali walitakiwa kulipa dola $600 zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kupata huduma yake. Baada ya kuachana na miamba hiyo ya soka la Morocco, kocha wa zamani wa Yanga Nasreddine Nabi anapewa nafasi kubwa kumrithi mikoba yake, na inaelezwa amefanya naye makubaliano ya awali. Imeandikwa na Elia Solomoni na Olipa Asa na kusoma kwa kuna Hamza Saifo.